Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Klabu ya soka ya Young Africans unafahamu ya kwamba hawapo Tanzania, tayari wameweza kuondoka kuelekea kule nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa hatua ya makundi dhidi ya klabu kutoka pale hapa nazungumzia Morocco, si wengine bali ni hawa Farabati ambao wako nao katika kundi moja, kundi gumu kweli kweli, kundi la kifo unaweza kusema hivyo, kutokana na msimamo wa kundi hilo ambapo umekaa hakuna mnyonge yoyote anakwenda hatua ya robo fainali, unaona bana. Kwa hiyo kazi na shughuli hipo katika mchezo huu. Huenda tukaenda kushuhudia mchezo wa fainali kabla ya fainali, kwa sababu ya ubora wa timu hizi mbili pindi ambapo zitakapokwenda kukutana. Sasa unaelezwa kwamba kuna mambo ambayo yameweza kujitokeza huko Morocco. Unaambiwa figisu ni nyingi kweli kweli, figisu za kutosha kweli kweli, baada tu ya klabu ya soka ya Young Africans kuweza kutua katika hapa nazungumzia nchi hiyo. Mambo yamekuwa ni magumu kweli kweli, huku nafahamu kabisa kwamba hapo kwa Waarabu figisu waga ni nyingi kweli kweli. Sasa mimi nimekusogezea kile kilichotokea huko na kinachoendelea na hali ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans iko vipi baada ya yote hayo ambayo yanaendelea, na vipi msimamo wao kuhusiana na mechi hii umekaaje. Yote hayo na mengine mengi utakwenda kuyajua hapo, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea mimi nimekusogezea hapo. Utakwenda kujua mwanzo mwisho nini ambacho kilichopo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine wanazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana. Klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambao wapo pale nchini Morocco wakiweza kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri ili kuhakikisha kwamba wanarudi na ushindi katika michezo ambayo ni muhimu sana kwao, kuweza kuhakikisha kwamba wanapata ushindi wa alama 3 muhimu kabisa kwenye kundi lao. Unaambiwa wachezaji ambao wameondoka na kikosi cha Young Africans kuelekea nchini Morocco kwenda kukipiga zaidi ya klabu ya Farabati, unaambiwa ni golikipa Djigui Diarra, kuna Hussein Masalanga, Abu Twalibu Msheli, hao wote ni magolikipa. Lakini mabeki wameondoka Israeli Patrick Mwenda, Yao Kuasi, Ibrahim Baka, Bakari Mwamnyeto, Frank Asinki, hapa nazungumzia Dickson Jobo, Shadrack Boka, kuna Hussein Mohamed Hussein huyu. Lakini viungo kuna Azizi Andamwile, kuna Damaro, kuna Duke Abuya, Lasine Kouma, Maxi Nzingeli, Mudathiri Yaya, Alan Okelo, Edmund John, Paco Zuzwa na Emmanuel Mwanengo. Huku kwenye upande sasa wa washambuliaji wameondoka na Clement Mzinze ambaye amerejea katika hapa nazungumzia kile kinachoitwa ubora wake baada ya kuweza kupotea kwenye majeraha ambayo alimweka nje kwa muda. Lakini pia yupo Prince Mpumelelo Dube pamoja na Depu ambao wanaiongoza safu
ya ushambuliaji. Kwa hiyo ndio wachezaji ambao wameweza kuondoka na kikosi cha Young Africans huko nchini Morocco. Tuende kutizama kundi la Young Africans lenyewe liko vipi na matokeo gani ambao Young Africans wao wanayahitaji ili kuweza kufanikiwa kukaa vizuri katika kundi lao. Inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans wao sasa katika kundi lao mpaka sasa msimamo unavyosomeka ni GS Kabylie, yeye ndo anashika mkia akiwa na alama 2. Amecheza michezo 4 kama wote walivyocheza, lakini Young Africans yeye anashika nafasi ya 3 akiwa na alama 5, akiwa ana -1, yani akiwa anadaiwa goli moja katika aggregate zile goal difference kumrazi. Lakini pia kwenye nafasi ya pili yuko Farabati, yeye akiwa hana goli hata moja akiwa na pointi 5, lakini Al Ahly ana goal difference ya faida ya magoli 5 akiwa nafasi ya 8, akiwa na pointi 8 kumrazi, akiwa nafasi ya kwanza. Kwenye kundi timu ziko 4 sio 8, ni pointi ambazo iko nazo pointi 8. Sasa tunde kwa mchezo huu ambapo Al Ahly atakutana na GS Kabylie, ambapo hapa Al Ahly anahakikishwa ama anatakiwa kwa hesabu ambazo zinatakiwa sasa ili Yanga aweze kuvuka ama kuwa katika nafasi nzuri, ni kwamba Al Ahly amfunge GS Kabylie ama atoe naye sare, ambapo atakuwa amefikisha jumla ya alama 9, huku GS Kabylie akiwa na alama 3. Endapo GS Kabylie akimfunga Al Ahly, basi Al Ahly atakuwa na alama 8, bado atabakia kileleni, huku GS Kabylie atafikisha alama 5. Lakini katika upande wa Young Africans na Farabati ambao wanakutana, Young Africans kama akishinda mchezo huu, basi bila shaka anamfikia Al Ahly ambaye ana pointi 8. Endapo Al Ahly kama akitoa sare ama akitoa sare anakuwa juu Al Ahly, Yanga anakuwa nafasi ya pili akiwa na alama 8. Kwa Al Ahly anakuwa nafasi ana pointi 9, ndo zitakazomwezesha kubaki pale juu. Lakini kama akitoa sare na yeye basi atabakia pale juu kwa sababu ya goal difference, ana magoli mengi sana. Lakini Farabati wakitoa sare na Young Africans, Farabati ataendelea kubakia hapo na Young Africans atabakia nafasi ya 3, wote wakiwa na alama 6 kwa sababu wamefungana na alama 5. Kwa hiyo kizuri zaidi ni Young Africans kupata ushindi katika mchezo huu, na kama akipata ushindi Young Africans katika mchezo huu utamwezesha kwa kwenye mazingira mazuri. Lakini kama itakuwa ni tofauti, basi Young Africans apate sare. Akipata sare zidi ya klabu ya hapa nazungumzia hawa si wengine ni Farabati, basi atakuwa amefikisha jumla alama 6 kila mmoja. Alafu mechi ya mwisho ndio itakayokwenda kuamua, ambapo Al Ahly atakutana dhidi ya Farabati, ambapo Al Ahly yeye sasa atahakikisha kwamba anamzuia Farabati huenda kwa sare, huko Young Africans akihitaji ushindi dhidi ya GS Kabylie ili waende finali, kwa sababu waende hatua ya robo finali, kwa sababu ndio mechi ya mwisho ambayo watakwenda kukutana kati ya Yanga dhidi ya GS Kabylie, ambapo ndio utakuwa ni mchezo wa mwisho ambao utaopigwa hapa Tanzania, ambapo itakuwa ni Februari 13, yani ni siku hizi za karibuni. Kwa hiyo kazi itakuwepo, kazi itakuwa ni ngumu. Ndani ya mwezi huu utakwenda kushuhudia mechi za kibabe bana. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusu